Moja kati ya sifa ambazo ziko huko mtaani, watu wanasema moja kati ya viongozi ambao wanajiamini sana ni Mheshimiwa Nape Nnauye. Nini siri ya wewe kujiamini sana mara zote, Mheshimiwa Nape? Nadhani siri kubwa kuliko yote Mwenyezi Mungu. Mimi namwamini sana Mwenyezi Mungu. Okay. Na kwa sababu Mwenyezi Mungu yuko juu ya kila kitu. Ananifanya nijiamini. Okay. Yeah. Hakuna kingine. Hakuna kingine. Mwenyezi Mungu ndio kila kitu. Mheshimiwa Nape ni shabiki wa Yanga, mashabiki wa Simba. Wanasema ni utopolo au polo? Ni shabiki wa Taifa Stars na mnyama. Okay, mnyama Simba. Wow. Ilikuwaje ukaanza kuishangilia Simba? Jambo kidogo tupate. Nadhani watu wengi wa Simba hawaijui hii. Historia inaonyesha nini na umeirithi? Marehemu babangu mzee Nnauye alikuwa Simba wa kufa kabisa. Kwa hiyo nadhani nimerithi kutokea huko, kwa hiyo nikaendelea huko. Japokuwa wote timu zangu, lakini ukikaa hivi damu inavutia huko. Simba. Wow. Hivi kwenye siasa hizi ambazo unazifanya, kuna jambo lolote ambalo ulishawahi kulifanya hata moja ambalo mpaka leo kikao unalijutia katika siasa hizi? Hata moja? Yako kadhaa, lakini moja kubwa labda hili tulilozungumza hapa, kutumia goli la mkono kama utani ni jambo ambalo huwa nikikaa nasema ningepewa nafasi nisingelifanya. Mheshimiwa, umewahi kutapeliwa? Nimewahi kutapeliwa. Nimewahi kutapeliwa. Ilikuwaje? Kwenye zamani wakati nasoma chuo nilikuta watu wanacheza karata tatu. Ile nyekundu nyeupe hivi. Ile wanachezesha tafute moja. Alafu uweke hela. Kwa hiyo sasa nilikuwa na hela kidogo, nikaweka mpaka zikaisha zote, alafu na mimi nilikuwa na hakika nimeweka sehemu sahihi, alafu walipofunua wakakuta sio. Kwa hiyo hela yangu ikaenda na nauli na kila kitu. Kwa hiyo baada ya hapo maisha yalikuwa magumu sana kiasi. Kwa hiyo nimeshawahi kutapeliwa mtaani. Oho. Yeah. Ukipewa sentensi moja uiandike ukielezea familia yako, unahisi utatumia maneno gani kuikamilisha hiyo sentence? Familia yangu ndio mahali salama zaidi na pa furaha zaidi katika maisha yangu. Familia yangu ni sehemu ambayo ni salama zaidi na ni mahali ambapo pa furaha zaidi kwangu katika maisha yangu. Umepata bahati ya kufanya kazi na rais wa awamu ya 4 Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete na rais wa awamu ya 5 hayati John Pombe Magufuli. Ndio. Kwa neno moja ama jambo moja, ni yapi ambao unayakumbuka zaidi kutoka kwao? Moja kwa JK, lakini lingine kwa hayati Magufuli, lipi unalikumbuka zaidi? Labda nitumie maneno mawili. Sawa. Kwa Jakaya, kwa Mheshimiwa Kikwete, nakumbuka uungwana wake na uhodari wake. Ni mtu hodari na muungwana sana. Kwa Magufuli nakumbuka uthubutu wake na uwajibikaji wake. Uthubutu na uwajibikaji kwa Magufuli ndio vitu navikumbuka sana. Alikuwa anathubutu sana mpaka unashtuka, lakini mwajibikaji sana katika kila anachokithubutu kukifanya. Kwa Kikwete nakumbuka muungwana sana, lakini pia hodari sana. Nisalie hapa kidogo. Kwa JPM umezungumzia uthubutu kwamba kuna mambo alikuwa akifanya mpaka wewe licha ya kwamba uko kwenye baraza la mawaziri unashtuka hivi. Unaweza ukatupitisha kwa faida ya watazamaji japo jambo moja ambalo ulifanya unasema yes Mr. President? Kwanza nianze kwenye kampeni. Kama mtakumbuka, mimi nilikuwa katibu mwenezi wa CCM. Of course. Wakati wa kampeni. Siku anafunga kampeni pale Mwanza za mwaka 2015. Magufuli alitangaza kwa mara ya kwanza kujenga daraja la Busisi. Kigogo Busisi. Ndio, nilishtuka sana kwa sababu haikuwemo kwenye ilani. na mimi nimekaa pale lile eneo Bukumbi pale, nimesoma pale. Kwa hiyo nilikuwa najua ule urefu pale. Nikasema hili jambo inawezekanaje? Lakini leo tunavyoongea daraja linakwisha. Kwa hiyo utaona alithubutu, akatangaza hadharani na
na akawajibika kuhakikisha linakuwa. Kwa hali ya kawaida kufufua shirika la ndege akiwa rais sasa, kufufua shirika la ndege ATCL, nchi nyingi zimeshindwa. Rais Samia alisema, Rais Magufuli alisema tutafufua, akafufua, akaanza kununua ndege. Katika uchumi wetu ilitaka uthubutu mkubwa sana. Niseme la tatu, karibu. Toka mwaka 73 tulifanya uamuzi wa kuhamia Dodoma kama makao makuu ya nchi. Kama makao makuu ya nchi. Tulishindwa. Tulikuwa nakwenda kidogo inashindikana, na nakumbuka kulikuwa na mjadala CCM kwamba tulifute ili wazo au tuendelee nalo. Wazee wakasema tuendelee nalo. Magufuli alipoingia akasema haliwezi kubaki kuwa wazo, tunahamia Dodoma. Kama mnakumbuka, ililazimika wakati mwingine mawaziri wakakae kwenye vibanda Dodoma kwa sababu wakati ule Magufuli amesema tunahamia Dodoma. Kwa hiyo ukiangalia hii mifano inathibitisha kwamba Rais Magufuli atakumbukwa kwa uthubutu, ujasiri wa kuthubutu na kuwajibika kwa kile ambacho ameamua kiwe. Nimependa hapo kwa rais mstaafu wa awamu ya 4 Mheshimiwa Kikwete, umemzungumzia kama muungwana na hiyo ni sifa yake kubwa. Tupite naye hapo kwake. Jambo gani kubwa la uungwana ambalo si rahisi kulisahau kwa Mheshimiwa Kikwete? Tena hili la kwangu binafsi. Hili ni binafsi. La uungwana wa Kikwete kwangu. Naam. Kikwete ndio aliyeniteua mimi kuwa mkuu wa wilaya na ndiye aliyeniteua mimi kuwa katibu mwenezi wa CCM. Alipokuwa ananiteua kuwa mkuu wa wilaya, kabla hajanitangaza aliniita akaongea na mimi kama mwanae. Akaniambia nataka kukuteua kuwa mkuu wa wilaya. Huu ni uungwana uliopitiliza. Kwa sababu kwa hali ya kawaida tunakutana na mikeka barabarani. Wewe unakutana na jamvi limetoka, basi unajua ulikopangiwa. Lakini mimi aliniita, akaniambia. Alipotaka kuniondoa kwenye ukuu wa wilaya, kunipa ukatibu mwenezi, pia aliniita. Akaniambia umefanya vizuri kwenye ukuu wa wilaya, lakini chama kinakuhitaji, nitakuteua kuwa katibu mwenezi. Aliongea na mimi. Huu ni uungwana mkubwa sana. Uhodari, Kikwete ni katika watu mahodari sana, anaijua siasa vizuri sana, na ndio maana namuita hodari kwa sababu mimi mtaalamu wa sayansi ya siasa. Kikwete ni katika watu wanajua kuliendesha jahazi hata wakati wa mawimbi. Kama mtakumbuka, wakati wake ndio wakati ambao unakumbukwa kuwa na siasa zilikuwa kidogo mashambulizi makubwa dhidi yake. Lakini muda wote alikuwa ni, hata mkienda kwake wakati mwingine anacheka, anasema nape waacheni wafanye. Nakumbuka niliseme hili nakumbuka mwaka 2015 Chadema walitaka kuzindua kampeni pale Jangwani, wakati sisi tumeshazindua kampeni. Sisi tukatengeneza utaratibu pale, tukakodi ule uwanja tupige mziki wiki nzima. Kwa kweli ilikuwa ni katika ujana wetu wa kutaka wasizindulie pale. Mambo ya siasa. Wasizindulie pale. Rais Kikwete alitulazimisha. Nakumbuka niliambiwa achieni uwanja Chadema wafanye mkutano. Lilitukera sisi baadhi yetu. Tukamwambia mzee, tumeshauchukua uwanja, tumeshawawahi, tumeshaukodi. Lakini akasema waachieni uwanja wafanye mkutano. Ukiangalia kile kitendo kilikuwa ni cha uungwana, lakini pia cha mtu hodari sana, kwamba alikuwa anajua hata mkiwaachia uwanja bado tutakwenda kushinda. Huu ni uungwana mkubwa sana, kwa sababu kwa kweli tungeng'ang'ania uwanja wasingezindulia Jangwani, lakini alisema waachieni wafanye. Ni washindani wetu, na walikuwa na wakati ule mnakumbuka walikuwa wana mgombea ndugu Edward Lowassa. Nguvu ilikuwa kubwa, nguvu ilikuwa kubwa sana. Lakini Rais Kikwete alisema waachieni. Inasemekana kwamba viongozi wengi wa kisiasa wanaoshika nafasi za juu huwa wanaishi maisha ambayo sio ya wananchi, yani wenyewe wana maisha yao ya ghali. Sasa kwa kukuchallenge, kama wewe si mmoja wapo,
angalau nitajie bidhaa 4 zinazotumiwa na wananchi wa kawaida kabisa unazozifahamu wewe na bei zake, ili tulipimie wewe kutokea hapa kwako. Maana tunakaa viongozi wengi hawajui maisha ya kawaida ya wananchi. Sasa tulipime kwa Mheshimiwa Nape bidhaa 4 za kawaida zinazotumiwa na wananchi wa kawaida kabisa. Sawa, bahati nzuri mimi ni katika viongozi wanaoishi maisha ya kawaida ya mtaani, na pengine nichukue mfano wa Mtama ambapo ni jimboni kwangu. Watu wangu wengi wanatumia unga wa ugali. Ukienda soko la Mtama pale, unga wa ugali sembe ni shilingi 1,400, wakati dona ni shilingi 1,200. Wanatumia maharage ni shilingi 3,400 kilo moja, lakini wanatumia mbaazi kama mboga, mbaazi ni shilingi 3,000. Lakini bidhaa ya tatu nichukue nini, sukari. Sukari ni shilingi 3,000 kwetu pale Mtama. Lakini watu wangu wanakula dagaa kilo moja ni shilingi 1,1300 dagaa. Lakini nyama shilingi 10,000. Na umetupa na za nyongeza kabisa zaidi ya bidhaa 4. Kwa sababu ndio bidhaa ambazo watu wangu wanazitumia sana: unga, wanatumia maharage, wanatumia mbaazi, wanatumia sukari, wanatumia dagaa, wanatumia nyama. Kwa hiyo huu ni uthibitisho kwamba mimi naishi maisha yao pale. Naenda sokoni pale Mtama, na naenda mwenyewe nanunua, nauliza bei, na ndio maana nazijua kichwani. Kwa sentensi moja, unaitamani Tanzania ya namna gani? Tanzania yenye haki na fursa sawa kwa wote. Tanzania yenye haki na fursa sawa kwa wote, kwa sentensi moja. Tanzania yenye haki na fursa sawa kwa wote. Mheshimiwa Nape, umeshawahi kufanya biashara, na ni biashara ipi unaikumbuka zaidi? Tunaingia kwenye siasa, tunatoka na kwenye maisha mengine. Hapa kwenye biashara, ushawahi kufanya biashara na ni ipi ambayo unaikumbuka zaidi? Nimeshawahi kufanya biashara kadhaa, lakini biashara ambayo naikumbuka sana, biashara ya kuuza mkaa. Shauza mkaa. Shauza mkaa, tena mkaa wenyewe wa kupanga mafungu ule kwenye kopo. Unapima kwa kopo, alafu unaweka, alafu mtu anakuja unampimia, unampa. Na hii biashara nilifanya Singida miaka mingi iliyopita, lakini nimefanya biashara ya kuuza mkaa, na ni mkaa wa kupima kwa kopo. Mtu unajua akajiuliza ilikuwaje? Wewe ni mtoto wa kiongozi tena mkubwa wa taifa hili. Bahati mbaya sana kwamba watu wengi wanadhani kwamba watoto wengi wa viongozi wamelelewa mayai hivi. Mimi ni katika watoto, na tuko wengi ambao wazazi wetu walitufanya tuyaishi maisha ya kawaida. Ndio maana nimefanya biashara ya kuuza mkaa kabisa, kuuza mkaa tena kwa kupima. Unaenda unanawa mikono, unarudi unapima, mtu anakuja anapima. Kwa hiyo nimefanya biashara kabisa na naijua. Nilikuwa naufuata mkaa porini, unanua kwa magunia, unakuja unafumua, unamwaga mkaa chini, unaweka kopo, unaanza kupima, unauza. Kama kiongozi, tunarudi sasa kwenye siasa tena. Ukiambiwa jambo moja la kufanya kwa ajili ya wananchi, moja tu ambalo unalitamani, lipi hasa? Kusimamia haki za watu. Kusimamia haki. Na kwa nini kusimamia haki za watu? Kwa sababu neno la Mungu linatuambia haki huinua taifa. Kwa ukitaka taifa liinuke, simamia haki. Kila mtu apate haki yake, asionewe mtu, asidhulumiwe mtu. Simamia haki. Haki ni namba moja katika. Hatuwezi kuimaliza tuzungumze ya ST Bongo bila kufunga safari na kuelekea huko kusini mwa Tanzania katika jimbo la Mtama na kufahamu mawili matatu ambayo yanaweka alama ya Mheshimiwa Nape pale jimboni mwake Mtama. Na ndo swali ambalo linafuata. Yapi makubwa unayojivunia ambayo ukiangalia Mtama hivi unasema hakika nimefanya? Kwanza la jumla ni kwamba Mtama ya jana sio Mtama ya leo kwa vigezo vyote kabisa. Yaani Mtama nilikuta miaka 10 iliyopita sio Mtama ya leo, na vile vile Mtama ya kesho sio Mtama ya leo. Kwa hiyo ya leo ni bora kuliko ya jana, na ya kesho ni bora kuliko ya leo.
Hiyo ndio jumla ya yote ndio yafanya. Lakini ukisema alama ziko kadhaa, nimekuta jimbo lilikuwa 10% na kitu umeme. Leo tuna 90% na kitu umeme umesambaa. Kwa hiyo watu wangu mpaka vijijini ndani maporini kule wana umeme. Tulikuta hali ya maji ilikuwa ngumu sana. Tuna miradi inayoendelea iliyokwisha kila kona, karibia namaliza vijiji vyote kuwa na maji ya bomba, sio maji ya kuchota hivi, ya bomba. Tunakwenda vizuri. Lakini tumejenga shule katika muda wangu nimejenga shule za sekondari zaidi ya 8 au 9 hivi. Nadhani 9 zinazoendelea na ambazo zimeshakwisha. Kwa hiyo watoto wanasoma. Lakini nimesomesha mimi watoto kabla serikali ya Mama Samia haijaamua kuwalipia form 5 na 6, mimi nilikuwa nikiwasomesha kwa fedha zangu mfukoni. Vijana wanaofaulu kwenda kidato cha 5 na cha 6. Jimboni kwangu mawasiliano yamesambaa kila mahali nadhani sasa hivi. Huduma za afya, nimejenga hospitali ya wilaya, vituo vya afya karibia 3, 4, zahanati karibia 9. Kwa hiyo kuna misingi mikuu ya kuwafanya watu waishi maisha bora tumeijenga. Kwenye utawala, mimi wakati naingia, jimbo langu lilikuwa jimbo tu. Leo ni halmashauri inayojitegemea. Kwa hiyo ina voti yake, ina fedha za maendeleo inayokuja kwa ajili ya Mtama kama halmashauri, na tunakamilisha ujenzi wa jengo pale. Kwa hiyo Mtama ya jana sio Mtama ya leo, na Mtama ya kesho sio Mtama ya leo. Swali la mwisho lakini sio kwa umuhimu. Ndio. Yanayoendelea katika siasa za Tanzania, wanasema kabla CCM hawajaenda kupambana na wapinzani itakuwa ni vita kati ya CCM dhidi ya CCM, kulingana na yale yaliyojiri kwenye kura ya maoni mwaka 2020. Unaamini hili? Kwanza sisi ndani ya chama chetu kuna demokrasia pana sana. Na umeuliza swali zuri. Kuna demokrasia pana sana. Tunapoenda kwenye uchaguzi, sisi wagombea wa CCM hawatolewi mfukoni. Wanaenda kushindana. Kuna kura za maoni, na mimi naamini kwamba uchaguzi ndani ya CCM ni mgumu kuliko uchaguzi nje ya CCM. Ndani ya CCM tunashindana kweli. Yaani ukikuta mtiti wa kura za maoni ni mtiti kweli. Na hata juzi nimesikia Chadema wanasema wao ndio kwa mara ya kwanza eti uchaguzi wao wa ndani ya chama uliwekwa hadharani. Mwaka 2020, tuweke kumbukumbu sawa. Mwaka 2020 kura za maoni za CCM zilihesabiwa hadharani na kamera zilikuwa zikionyesha. Watu mlikuwa mnafuatilia Kawe, mlikuwa mnafuatilia hata Kinondoni pia. Kinondoni, Kigamboni. Watu walikuwa wanaonyeshwa wanavyoshikilia kura zao. Kwa hiyo ni CCM ndio kwa mara ya kwanza iliweka kura zake zikahesabiwa hadharani na kamera zikimulika. Chadema wamekuja kuiga juzi wakati wa uchaguzi wao mkuu. Ni kweli ushindani ndani ya CCM ni mkali na mkubwa na mgumu kuliko ushindani nje ya CCM. Kwa hiyo kutakuwa na mchakato na utakuwa mkali sana, na safari hii wameongezwa wajumbe. Wale mnaosikia wajumbe wale wameongezwa. Mimi nilikuwa na wajumbe 700 mwaka 2020, mwaka huu na wajumbe 9000. Kutoka 700 mpaka 9000. Mpaka 9000. Tumepanua sana demokrasia, na kwa hiyo kutakuwa na wagombea wengi na ushindani utakuwa mkubwa, lakini aliyefanya vizuri atachaguliwa. Hapana shaka umefahamu mengi tu, tumejitahidi kugusa masuala mengi. Tumezungumza siasa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maisha binafsi, lakini ushauri, biashara. Kubwa zaidi ni maarifa ambayo umeyapata kutoka kwa Mheshimiwa Nape Nnauye, mbunge wa jimbo la Mtama. Kwa kumalizia, lolote la mwisho, labda nikupe nafasi ya kuzungumza na kijana, kwa sababu asilimia karibu 60 ya raia wa taifa hili ni vijana. Nikikupa maneno matatu tu ya kumwambia kijana, una yapi ya kumweleza kwa kumalizia? Ambalo naweza kumshauri kijana wa Kitanzania. Majibu ya changamoto tunazozikabili sio yote yako kwenye siasa. Tukidhani siasa ni majibu ya kila kitu, tunajidanganya sana. Rais Samia amejitahidi kutengeneza fursa na amefanya kazi kubwa. Hata mimi amenishangaza kwa kazi nzuri aliyoifanya. Kila kijana ajitahidi kutafuta fursa na kuitumia. Tukisubiri wanasiasa watuletee kila kitu, tutapoteza muda wetu. Wacha tupambane, tutafute fursa, tuzichangamkie.
maisha hayawezi kusubiri. Siku moja unaoipoteza kijiweni kwa kubishania Simba na Yanga hairudi, ikitoka imetoka. Ukilijua hilo, kila dakika unaoipata unapambana ili ujikwamue. Otherwise vijana wapambane, ndio maisha. Maisha hayana lele mama, pambana mpaka tone la mwisho. Mheshimiwa, napo nikushukuru sana kwa kufika. Nashukuru, asante kwa fursa, nawatakia kila laheri. Ni Nape Moses Nnauye, mwanasiasa mkongwe wa Chama cha Mapinduzi CCM na mbunge wa jimbo la Mtama, waziri wa zamani wa masuala ya habari pia hapa kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tulikuwa na mazungumzo naye mengi na mazuri tu kupitia Tuzungumze hapa ST Bongo. Kwa niaba ya wote ambao wamehusika, director Awazi Mwiba, Hanifu Savimbi, bila kumsahau Mohamed na wengine wote, mimi ni Kelvin Rafael Zungu. Tuzungumze nyingine inapatikana tena Jumatatu kuanzia saa 3 mpaka saa 4 za usiku. Endelea kuitazama ST Bongo kwa sasa, enjoy. Tuzungumze.